EP ya Kusa tayari imeshatoka. Hii inaitwa Bumbuli Boy. Tumejaribu kuweza kumtafuta lakini kwa sababu ya issue nzima ya network tukashindwa kuweza kupatana. Sio case. Bumbuli Boy ipo na track 6. Miongoni mwa hizo track 6 kuna collaboration 3 na single alizoimba mwenyewe 3. Ngoma namba 1 inaitwa Ananipenda. Ngoma namba 2 ni Matamu. Ngoma namba 3 ni Feelings ambayo humu ndani amemshirikisha Khaligraph Jones, rapper kutokea nchini Kenya. Ngoma namba 4 ni Umekonda. Humu ndani amemshirikisha Yami, na katika ngoma ya mwisho inaitwa kwa jina la Pombe. Humu ndani amemshirikisha Chino Kid akiwa yuko pamoja na Louis. Open the door bro. Moja kati ya kitu ambacho unapaswa kuweza kukinotice na anapaswa kuweza kukusogezea ni kwamba hii EP katika issue nzima ya uzinduzi wake, naweza nikasema kwamba ndo EP ya kwanza kuweza kuzinduliwa huko Bushi. Hii EP ilizinduliwa siku ya jana Bumbuli, Lushoto, mkoani Tanga, ambapo Bumbuli ndio sehemu ambayo Kusa alizaliwa. Hii inatusababisha kuweza kukumbuka ule usemi ambao unasema mkataa kwao ni mtumwa. So Kusa kwa kitendo ambacho wameweza kukifanya inaonyesha kwamba jamaa bado ana love ya kushanto na wana Bumbuli. Kitu kingine ambacho unatakiwa kuweza kukijua kuhusiana na issue nzima ya hii EP ya Kusa ni kwamba katika movement zake ambazo alizokuwa anazifanya akiwa yupo huko Bumbuli, aliweza kutoa msaada wa wheelchair kwa washikaji wake. Watangu kipindi hiko hatujamjua kama Kusa huyu ambaye tunamjua right now. Hapa namzungumzia mshikaji wake ambaye anaishi na ulemavu Baraka, na mshikaji wake mwingine pia ambaye anaishi na ulemavu Ali. Lakini hakuishia hapo tu. Katika issue nzima ya listening party ya hii EP yake ambayo inaitwa kwa jina la Bumbuli Boy, mshikaji wake Ali pamoja na mshikaji wake Baraka pia walipata nafasi ya kuweza kuwa ni moja kati ya watu ambao wanaisikiliza kwa mara ya kwanza hii EP ya Bumbuli Boy kutoka kwake Kusa. Licha ya kuwapa nafasi hiyo ya kuweza kuwa ni moja kati ya washikaji ambao wanasikiliza hii EP kwa mara ya kwanza ndani ya Bumbuli, pia ndoto ya Kusa kutokana na haya mapato ambayo yatapatikana kutoka katika hii EP basi yaweze yakaenda moja kwa moja kuweza kuwajengea nyumba hawa washikaji wake. Hapa namzungumzia Ali ambaye anaishi na ulemavu, pia Baraka ambaye anaishi na ulemavu, pia Mama Nono, Auntie Ezekiel. We'll know kwamba ni moja kati ya washikaji ambao wapo kwenye ndoa sasa hivi, yani ni mtu na mke wake. Sasa Mama Nono pia ni moja kati ya mtu ambaye alionekana katika issue nzima ya kumsupport Kusa katika kila hatua ambayo alikuwa anaipiga katika uzinduzi wa hii EP yake ya Bumbuli Boy. Bumbuli Boy sasa hivi inapatikana katika digital platforms zote. So kitu ambacho tunataka kuweza kukifanya right now ni kuhusiana issue nzima ya kwenda kumsupport mtu mzima Kusa, kwa sababu ameahidi kwamba mapato ambayo yatapatikana katika hii EP basi yatakwenda moja kwa moja kuwasaidia washikaji wake wawili Baraka pamoja na Ali, ambao hawa washikaji wake wawili ni washikaji ambao wanaishi na ulemavu. Yo, that's it. Dane WHO.